Hivi sasa ni saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne ya Juni 10 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa mseto leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratias Sisema Gogwa, na tulionayo katika duru zetu alasiri. Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha mashirika ya umma yanakuwa na tija kwa taifa na kuzalisha faida. Serikali imesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi umefikia wastani wa 40%. Na jeshi la Sudani Kusini limesema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakao kuwa tayari kusalimisha kwa hiari. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615, ukituelezea nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashemela. Karibu. Asante Amina, na kwanza ni habari za kitaifa. Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha mashirika ya umma yanakuwa na tija kwa taifa kwa kuzalisha kwa faida. Akizungumza leo katika hafla ya kupokea gawio na michango kutoka kwa mashirika na taasisi za umma iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia amesema serikali inalenga kuondoa mashirika mizigo. Ameongeza kuwa mashirika yanapaswa kuwa sehemu ya mabadiliko ya kiuchumi kwa kuhakikisha yanaongeza ufanisi, uwajibikaji na kuleta tija kwa wananchi kupitia michango ya mapato kwa serikali. Kwa siku ya leo, serikali imepokea shilingi trilioni 1.28 ambazo ni ongezeko la 68% ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka 2024, na bado makusanyo yanaendelea. Tukio hili linaakisi dhamira yetu thabiti ya kuhakikisha kuwa uwekezaji wa umma unaendelea kuleta matokeo chanya na yenye tija katika maendeleo ya kiuchumi ya taifa letu. Muhimu zaidi, siku hii inadhihirisha mwelekeo wa serikali wa kuingiza au kuzingatia ufanisi, tija na uwajibikaji katika uendeshaji wa mashirika ya umma. Pamoja na kuhamasisha mashirika kufanya vizuri zaidi, siku hii pia inatoa fursa kwa wananchi kuona namna mashirika yetu mbalimbali yanavyowajibika kwao, kwa sababu mkileta serikalini mnarudisha kwa wananchi, kwa wanaona jinsi mnavyowajibika. Naye msajili wa hazina Nehemia Mchechu amesema mafanikio hayo makubwa yamewezekana kwa juhudi, usimamizi na uongozi imara wa wakurugenzi wa taasisi 213 za umma ambao wameonyesha uwajibikaji, ubunifu na matokeo makubwa ya hali ya juu kwa maendeleo ya taifa. Mkazi wa kijiji cha Rusenga, kata ya Kalenge, wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, Helena Simon mwenye umri wa miaka 17 amefariki baada ya kuzama kwenye mto alipokuwa anaogelea katika bwawa lililopo katika kijiji hicho na vijana wenzake wawili ambao wamenusurika. Diwani wa kata ya Kalenge Bwana Eric Method amesema tukio hilo limetokea Juni 9 majira ya saa 8:30 mchana, wakati msichana huyo akiogelea na wenzake baada ya kutoka kwenye bustani ya nyanya. Aidha, Bwana Method amesema tukio hilo ni la pili kutokea ndani ya mwezi mmoja katika kijiji hicho. Hao walikuwa wanafanya shughuli pale za kumwagilia bustani, wamelima pale kabechi. Kwao walivomaliza kumwagilia bustani pale, wakaingia mle kwenye bwawa kuoga. So walivyoingia kwenye kuoga, inaonekana yeye alienda kwenye maji ambayo alikuwa na kina kirefu zaidi. Inaonekana hata uzoefu wa kuogelea alikuwa hana, yakamzidia. Walivyoona mwenzao amezidiwa, wale wawili wakakimbia sasa kuja kuwataarifu majirani. Walianza kumtaarifu bibi yao sasa, sababu naye bibi umri umeenda, alishindwa kuingia kwenye maji.
Wakaja sasa wanakimbia mpaka hapo kwa majirani. Kwa hiyo walivyowakuta pale ndo wakawasimulia, akanipigia. Wiki iliyopita tulimpoteza kijana mmoja kule Kanyoni, kitongoji cha Mkobwa, ambaye sasa naye alikuwa anavua samaki. Jeshi la polisi wilaya ya Biharamulo limethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari kwa watoto kuwazuia kuogelea ili kuepuka madhara zaidi. Serikali imesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi umefikia wastani wa 40%. Hayo yameelezwa bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Matthew alipokuwa akijibu swali la mbunge wa viti maalum Taska Mbogo aliyetaka kufahamu ni lini mradi wa maji wa miji 28 utaanza kutekelezwa wilayani Mpanda kwa kutoa maji bwawa la Milala. Mhandisi Kundo amesema kazi zinazotekelezwa katika mradi huo ni ujenzi wa dakio katika bwawa la Milala lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 13 kwa siku. Pia serikali inaendelea na ujenzi wa miundombinu ya kutibu maji yenye uwezo wa kutibu maji lita milioni 12 kwa siku, uzalishaji wa mabomba umbali wa kilomita 115 sanjari na ujenzi wa tenki lenye ujazo wa lita milioni 2 na unatarajiwa kukamilika mwezi Oktoba mwaka huu. Na sasa ni habari za kimataifa. Jeshi la Sudani Kusini limesema litaanza zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakokuwa tayari kusalimisha kwa hiari katika maeneo ambayo yako chini ya sheria ya hali ya dharura. Jeshi hilo limesema baada ya zoezi hilo utafuata mchakato wa kuwapokonya watu silaha kwa lazima utakaofanywa na kikosi maalum katika maeneo ya Warap na Mayom ambako wiki iliyopita Rais Salva Kiir alitangaza hali ya dharura kufuatia hofu ya usalama kwa kipindi cha miezi 6. Maeneo hayo yanakabiliwa na ongezeko kubwa la machafuko ya kikabila yakihusisha wizi wa mifugo. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Sudani Kusini, Lul Ruyai Koang, amewaambia waandishi wa habari tayari kikosi cha kusimamia zoezi la ukusanyaji silaha kimepelekwa kwenye maeneo hayo. Na maafisa wa Marekani na China wanajiandaa kukutana kwa siku ya pili leo kwa mazungumzo ya kibiashara mjini London nchini Uingereza. Mazungumzo hayo yanalenga kutafuta makubaliano kuhusu swala la ushuru chini ya mvutano uliozidishwa na ongezeko la masharti ya usafirishaji bidhaa. Naibu waziri mkuu wa China He Rifeng anaongoza ujumbe wa nchi hiyo akiongozana na waziri wa biashara Wang Wentao, wakati ujumbe wa Marekani ukiongozwa na waziri wa fedha Scott Bessent na waziri wa biashara Howard Lutnick. Mkutano huo wa London unafanyika baada ya Marekani kuishtumu China kwa kukiuka makubaliano yao yaliyofikiwa Geneva, Uswisi ya kumaliza mvutano kuhusu ushuru. Wazua. Msikilizaji, kwenye maisha si kwamba tunabadilika, kuna namna tunabadilishwa na walimwengu. Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM. Na kukumbusha kuendelea kutembelea katika kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kutoa maoni yako ukichangia taarifa hizi kupitia nambari yetu ya 0692573615 na ujumbe wako utausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza duru zetu alasiri, habari kuu leo hii.
Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha mashirika ya umma yanakuwa na tija kwa taifa na kuzalisha faida. Serikali imesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi umefikia wastani wa 40%. Na jeshi la Sudani Kusini limesema litaanzisha zoezi la kukusanya silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha kwa hiari. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 kamili saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Jumla ya watu 28 wamefariki na wengine 7 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyohusisha lori lenye shehena ya unga kuligonga basi dogo la abiria aina ya Costa na baadaye kutumbukia kwenye korongo katika eneo la Mlima Iwambi mkoani Mbeya. Rais Samia Suluhu Hassan alitoa salamu za rambirambi kufuatia ajali hiyo, huku akiwaombea uponyaji wa haraka majeruhi ambao sasa shirika la kutetea haki za binadamu Tanzania Shikuhata limeanza kutoa msaada kwa wahanga wa ajali hiyo. Mkurugenzi mkazi wa Shikuhata kanda za juu kusini, Bwana Frederick Siwale, ameiambia Radio Kwizera kuwa maofisa wake wameanza kuwasaidia wahanga kudai fidia kutoka kwenye makampuni ya bima. Na ameyasema hayo wakati akizungumza na Peter Lusaya kutoka kule jijini Mwanza. Kwanza ajali hii inaweza kusema imekuwa, kwanza kwa eneo hili imekuwa ni changamoto kubwa sana. Hii barabara Mlima wa Iwambi, mlima wa Mbarizi, ni maeneo ambayo yamekuwa kusababisha ajali mara kwa mara, na serikali imekuwa ikifanya kila mipango ya kila aina kujaribu kudhibiti eneo hili. Kisha kwanza walipoweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba maroli yanaruhusiwa kupanda upande mmoja, upande wa pili baadaye wanaruhusu mabasi au wanaruhusu kupisha gari njia moja inakuwa gari zinasimama eneo hilo ambalo ni eneo hatarishi. Lakini kinachotokea sasa nafikiri ni miundombinu. Eneo hili kwa miundombinu haliko vizuri sana. Ukianzia hapa juu Iwambi mlimani kuteremka eneo la Mbalizi lote, mlima wa Mbalizi huu, kwa kweli miundombinu ya barabara sio rafiki sana. Na hivi karibuni nafikiri serikali imeazimia kuhakikisha kwamba barabara inatumika hiyo moja ya kupandisha kwa ajili ya mabasi, na maroli yanatengenezwa barabara yake ya mchipuko, ndio hiyo ambao wanaifanya sasa kama mbadala kujaribu kupambana na swala zima la ajali za mara kwa mara katika eneo hili la Mlima Mbeya. Ajali hii imetokea, ninyi kama chama cha kutetea abiria mna maelezo gani au mnachukua jitihada gani za kusaidia abiria? Shirika la kutetea haki za abiria Tanzania ni Shikuha, ina utaratibu ambao upo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna mamlaka zinazofuatilia masuala ya bima, lakini na sisi kama shirika tunao wataalamu ambao wao ni mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafuatilia hatua kwa hatua kutokana na takwimu iliyotolewa na idadi ya hao watu ambao ni majeruhi pamoja na marehemu, basi kuhakikisha kwamba wanalipwa fidia kulingana na taratibu na kanuni za usalama barabarani. Ukiacha hicho mnachokifanya, nimeona serikali imeahidi kwamba itatoa salamu za rambirambi, naweza nikasema hivyo, ya shilingi 500 kwa kila aliyefariki na shilingi 500 nyingine kwa ajili ya kugharimia maziko. Ninyi kama chama mna kitu gani zaidi ya hicho ambacho mmeweza mkafanya? Sisi kikubwa zaidi ni kuendelea kutoa elimu hasa kwa madereva, lakini pia kutoa elimu kwa abiria wetu wanaposafiri wawe na tahadhari, sababu kinachoonekana hapa
ni kutokuwa na tahadhari kwenye barabara hizi ambazo zina changamoto za barabarani. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa zaidi ni kutoa elimu, lakini pia na kusaidia hao majeruhi na hawa marehemu, familia zao wanapata fidia kwa kufuata kanuni na taratibu na sheria za nchi ya Tanzania. Umeongea swala zuri kuhusiana na kutoa elimu. Abiria yuko ndani ya basi, ninyi kama chama mnawezaje kumfikia au anawezaje kuwafikia ninyi akiwa na changamoto yoyote ili kwamba aweze kupata msaada? Sisi kama shirika la kutetea haki za abiria SHIKUA Tanzania tunao utaratibu ambao tumefanya, tunatoa elimu kupitia vyombo vyetu vya habari, lakini kila mahala, kila stendi ilipo tunazo namba zetu ziko pale, lakini wako maafisa ambao wao kazi yao ni kupita kwenye stendi hizi kutoa elimu, lakini hata kwenye magari kutoa elimu kwa abiria ili waweze haki zao na nini watakao kufuata na kuzingatia. Na haki hizo sio kwa abiria tu, hata kwa waendesha watumishi na wafanyakazi wa magari. Nao pia wanao abiria kuingia anapanda kwenye gari, anaingia kwa amelewa, anatumia lugha mbaya kwa wenzake au ama kwa wafanyakazi wa gari. Kwa hiyo sisi kazi yetu kubwa ni kutoa elimu, kuhakikisha kwamba hawa watu wote wanakwenda sawia pasipokuwa tofautiana katika masuala mazima ya haki za abiria. Na ajali hizi za barabarani zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara, mamia watu wamekuwa wakipoteza maisha na wengine kupata ulemavu wa kudumu. Nini sasa mkakati wenu pamoja na kutoa elimu lakini kuweza kuhakikisha kwamba ajali hizi zinapungua? Sisi kama taasisi ama shirika la kutetea haki za abiria SHIKUA, kazi yetu kubwa, wajibu wetu mkubwa kwanza ni kutoa elimu, lakini pia hata kuzishawishi mamlaka ili ziweze kufuata zile kanuni na taratibu hasa za usalama barabarani, hasa kama hii ambayo tunasema kama serikali imeweza kuliona hilo na sasa imeanza kuchukua hatua. Maeneo yote korofi ni kuzitenganisha kati ya barabara, gari zote zile za abiria zipite kwa upande mmoja na gari zile za maroli ambao na hasa mkoa kusababisha ajali yapite upande mmoja, yasihusiane na magari ya abiria. Hiyo ikiwa ni sababu ya kuweza kuwakinga abiria na ajali ambazo sio za lazima sana kutokea. Asante sana Peter Rusaya kutoka kwa jijini Mwanza kwa taarifa hiyo. Tunasonga mbele na makala ya Duru Zetu Alasiri katika kipengele cha uchambuzi kinifu. Kenya inaadhimisha mwaka mmoja baada ya kuzuka kwa maandamano ya vijana maarufu kama Gen Z kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 uliopendekeza nyongeza ya kodi. Katikati ya mwezi Juni mwaka 2024, maelfu ya vijana walianza kujitokeza katika miji mbalimbali, hasa jiji kuu la Nairobi, ili kushinikiza mswada huo wa fedha kuondolewa na serikali. Maandamano hayo yaliendelea hadi Juni 25 wakati waandamanaji walipovamia majengo ya bunge kuonyesha hasira zao kwa wabunge waliokuwa wanajadili mswada huo. Rais William Ruto alitangaza kuachana na mswada huo baada ya kukubali kuwa wananchi walikuwa wameukataa. Mwenzangu Laurent Gelvas amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Peter Mberwa, na ameanza kwa kumuuliza kuwa tukio hilo limeacha funzo gani kwa nchi za Afrika. Maandamano ya mswada wa sheria ya fedha yanayojulikana sana kama Reject Finance Bill 2024 na wengine walipenda kuyaita maandamano ya Generation Z. Hiki ni kizazi cha watu waliozaliwa kati ya mwaka 1995 mpaka 2010. Haya yalikuwa ni mfululizo wa maandamano makubwa yaliyosababishwa na nyongeza ya kodi iliyopendekezwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya katika mswada wake wa fedha wa mwaka 2024. Pengine tu kitu cha msingi kukifahamu ni kwamba mswada ule wa fedha wa mwaka 2024 katika nchi ya Kenya ulilenga kukusanya shilingi bilioni 346 za Kenya, na malengo ya kibajeti yalikuwa ni kulipa deni na kufadhili miradi ya maendeleo. Sasa kiasi kile cha pesa kililazimika kuwakabua wa Kenya walio wengi, na ndio maana likaanzishwa vuguvugu la maandamano la kizazi hicho. Maandamano yaliyodumu kati ya tarehe 18 Juni mpaka tarehe 8 Agosti, yakidumu kwa zaidi ya mwezi mmoja na wiki tatu, huku yakiwa yameacha vifo zaidi ya 50, majeruhi zaidi ya 230, na waliokuwa wamekamatwa ni 283,
huku jengo la bunge likiwa limechoma moto. Na taarifa hiyo iliyokuwa imetolewa na tume ya haki za binadamu ya Kenya ilithibitisha hayo madhara yote, na hilo ndilo funzo ambalo Wakenya waliondoka nalo, kwamba vifo, uharibifu wa mali pamoja na majeruhi ya raia wengi hapo nchini Kenya. Naam, kwa mtazamo wako huu sasa, unafikiria viongozi wa Afrika wanapaswa kuwa na maamuzi ya namna gani, hasa pale wanapotaka kupitisha vitu ambavyo vinagusa maslahi ya moja kwa moja ya wananchi wa taifa husika? Zipo misingi ya utawala bora. Hatuwezi kukwepa, unapotaka kutawala vyema lazima uifahamu vilivyo dhana ya utawala bora, ambayo huhusu mwenendo mzuri wa uongozi wa kisiasa, usimamizi wa umma na maamuzi yanayochukuliwa na serikali. Sasa ni lazima misingi ya uwazi iendekezwe na serikali ili kuepusha ugomvi na raia wake. Serikali inapaswa kuwa wazi, hii ikimaanisha kutoa taarifa zinazohitajika kwa umma na kuweka sera sawia kuwafahamisha wananchi wako kabla hujachukua maamuzi. Lakini pia uwajibikaji ni kitu muhimu sana. Ushiriki wa umma huimarisha demokrasia, kuongeza uwajibikaji, lakini pia kuhakikisha maamuzi yanafanywa kwa kuzingatia mahitaji na matakwa ya watu. Na jambo lingine ni haki. Utawala wa sheria unapaswa kuzingatiwa na viongozi wa bara la Afrika katika kutatua matatizo yanayowakumba raia wake, kuepuka machafuko ya hapa na pale ya kutoelewana baina ya serikali na uongozi uliopo katika nchi husika. Kenya ambayo imebaki na kumbukumbu ya madhara hayo ambayo umeyataja, unafikiri yanapaswa kutumika kama funzo kwa namna gani kwa viongozi wa taifa hilo? Ni funzo kwamba watu lazima, kiongozi yeyote yule lazima awakubali kuwa mtumishi kwanza, kama ambavyo hatua za mwishoni Rais William Ruto alikubali kukubaliana na waandamanaji. Ule mswada hakutia saini yake, kwa hiyo ukawa kama umebaki hewani, kwa hiyo haukutekelezeka hapo Kenya. Naam, huyo alikuwa ni Laurent Gelvas wakati akizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Bwana Peter Mberwa. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na nakukumbusha kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia 0692573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza kwa taarifa kuwa mkurugenzi mtendaji wa Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC Gerard Terry amesema kituo hicho kimefanikiwa kusajili miradi 372 ya uwekezaji kuanzia Januari mpaka Mei 2025. Terry amesema usajili wa miradi hiyo yenye mitaji ya dola bilioni 3.7 ambayo ni sawa na shilingi trilioni 9.6 umekuwa zaidi ya kipindi kama hiki kwa mwaka jana wa 2024-2025 ambapo TIC ilisajili miradi 372 yenye thamani ya dola bilioni 2.8 sawa na shilingi trilioni 7. Terry ameeleza kuwa miradi hiyo inatarajiwa kuzalisha ajira takribani 41,000 pindi itakapokamilika. Na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti za pamoja kulinda mazingira ya bahari, kupambana na uchafuzi wa plastiki na kuhakikisha uwekezaji endelevu kwa mustakabali wa uchumi wa buluu. Akihutubia mkutano wa 3 wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan, Dr. Mpango amesisitiza kuwa dunia haina budi kuchukua hatua za haraka na za pamoja ili kulinda bioanuwai ya baharini. Makamu wa rais amesisitiza haja ya kuimarisha ufadhili wa kimataifa kwa nchi za kipato cha chini na visiwa vidogo vinavyoendelea. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo.
Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa duru michezoni, na namuona tayari mwanamichezo Marco Pastori ameshaingia humu ndani kutujuza yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Karibu sana Marco. Asante sana, bila shaka uko poa? Niko poa kabisa. Nini kimejiri kwa siku ya leo? Bwana, kubwa kwa siku ya leo ni kuhusiana na sakata la dabi ya Kariakoo ambalo lilikuwa likiendelea, lakini sasa limechukua sura mpya baada ya madai kuibuliwa jana na afisa habari wa klabu ya Yanga, akieleza ya kwamba mpaka sasa hawajapokea fedha za ubingwa wa kombe la FA waliopata mwaka jana. Sasa madai hayo kwa siku ya leo yakawa yameibua wadhamini wakuu wa kombe hilo na wakaeleza ya kwamba kwa kuwa wao hawakuingia mkataba na klabu, waliingia mkataba na TFF, tayari hizo fedha walishaziwasilisha. Kwa hiyo kilichobaki ni TFF kuipeleka hiyo fedha kwa klabu, kwa sababu ndio ambayo ameshinda. Sasa leo ikiwa ni muda mfupi tu, taarifa sasa imetoka kutoka kwa TFF ikieleza kwamba ilishapokea hizo fedha, lakini haikuzipeleka kwa klabu ya Yanga kutokana na kwamba klabu ya Yanga ilielekeza madeni ambayo walikuwa wanadaiwa ndani ya klabu, ile fedha itumike kuyalipa. Ndio. Hiyo nakupa kama dondoo tu. Ukitaka kufahamu kwa undani zaidi, unaweza kutembelea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X ama TikTok kwa jina la Radio Kwizera. Utatukuta huko na maelezo kwa kina yapo pale. Lakini ukikosa, usikose kusikiliza Sports Corner usiku wa leo. Marco, mimi nikushukuru sana. Asante. Asante. Tukutane baadaye. Na kwa taarifa hizo za kimichezo na burudani, msikilizaji, napata wasaa wa kutupia jicho katika kile ambacho umeandika ukichangia taarifa zetu. Anaitwa Elia Adriani, yupo Biharamulo Katahokwa. Anasema mimi natoa pole kwa familia waliopatwa na msiba hapo. Mungu amlaze mahala pema peponi, ndivyo anavyosema. Asante sana mkurugenzi wa TIC kwa miradi hiyo, kwani ni fursa kwa jamii na nchi yetu kwa ujumla. Naitwa Paul Jacobo, rais wa mashairi toka Nyamnyusi Kasulu. Lakini huyu hapa anaitwa nani huyu? Anasema anaitwa Geoffrey, anapatikana, anatoa pole kwa familia za waliopata ajali. Mungu azilaze roho zao mahala pema peponi. Huo ni ujumbe tu miongoni mwa ujumbe mwingi ambao umetuma ukichangia kupitia taarifa zetu ambazo umezisikiliza katika makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Na kwa ujumbe huo ninakamilisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Habari kuu tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan asema serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuhakikisha mashirika ya umma yanakuwa na tija kwa taifa na kuzalisha faida. Serikali imesema utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi umefikia wastani wa 40%. Na jeshi la Sudani Kusini limesema litaanzisha zoezi la ukusanyaji silaha kutoka kwa vijana watakaokuwa tayari kusalimisha kwa hiari. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Zawadi Bashemera aliyekusomea taarifa ya habari na mwandaaji wa makala hii Laurent Gelvas, mimi ni Amina Deogratias Semagogo, nasema asante kwa kuwa nasi. Endelea kusikiliza Mseto Leo. Hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania.